Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Disemba 29, siku ya Jumatatu. Mada inasema Paulo katika vifungo. Akiwa Makedonia, Paulo anataja vifungo vingi. Wakorintho wa pili sura ile ya 6 ya 5, Wakorintho wa pili sura 11:23 na Wakorintho wa pili sura ile ya 7 ya 5. Mfano wa kwanza ulioandikwa ulikuwa huko Filipi, Matendo 16:16 hadi 24. Baadaye alitiwa kifungoni Yerusalemu kwa muda mfupi kabla ya kuhamishiwa gereza la Kaisaria. Mahali pengine Paulo anataja kuwa katika vifungo vyangu, Filemoni 10:13. Ingawa aliwekwa kizuizini nyumbani huko Rumi, alikuwa kifungoni kwa askari wa Kirumi mwenye uwezo. Ignatius, Mkristo wa mwanzoni mwa karne ya pili, ambaye alikuwa katika kifungo kama hiki, aliwaelezea askari kama wenye tabia inayofanana na wanyama wa mwituni, ambao huwa wabaya zaidi wanapotendewa vyema. Soma Wakorintho wa pili sura ile ya 4 aya 7 hadi 12. Katika kifungu hiki ni nini kinafunua jinsi Paulo alivyoweza kustahimili majaribu aliyokabili? Ni nini kinachoonekana kuwa lengo la maisha yake? Haidhuru maisha yalikuwa magumu kiasi gani, Paulo aliweza kujikita katika upande chanya wa mambo, na hilo lilimpa ujasiri wa kustahimili mfadhaiko. Licha ya shetani kutupa kila kitu alichoweza, Paulo alijua kwamba hakuwa ameachwa. Soma Wakorintho wa pili sura ile ya 6 aya ya 3 hadi 7. Paulo alikuwa na njia zipi za kiroho za kumsaidia kukabiliana na matatizo hayo? Mara nyingi tunaweza kujaribiwa kutazama hali zetu, udhaifu wetu au kushindwa kwetu wakati uliopita na kuvunjika moyo. Ni katika nyakati kama hizi ambapo tunahitaji kukumbuka msaada wote wa kushangaza aliyoutoa Mungu ili tufanikiwe katika kupambana na uovu. Mojawapo ya njia muhimu zaidi ni Biblia yenyewe, neno la kweli. Kwa sababu tunaweza kujifunza kutokana na makosa ya wengine na pia kujifunza jinsi watu hao walivyofaulu. Pia Roho Mtakatifu anawezesha kile kilichofanywa na mkombozi wa ulimwengu. Ni kupitia kwa Roho kwamba moyo unatakaswa. Kupitia kwa Roho muumini anakuwa mshiriki wa asili ya kiungu. Kristo ametoa Roho wake kama uweza wa kiungu ili kushinda mielekeo yote ya uovu iliyorithiwa na iliyokuzwa na kupiga chapa tabia yake mwenyewe juu ya kanisa lake. Ellen G. White, Tumaini la Vizazi Vyote, sehemu ya pili, ukurasa wa 284. Sisi kama walei au wachungaji tunawezaje kujipatia sifa njema kama watumishi wa Mungu? Wakorintho wa pili sura ile ya 6 ya 4. Hilo linamaanisha nini? Mungu atubariki sote.